Kwa siku ya jana tulikuletea hapa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuhusu moja kati ya kundi ambalo limeshawahi kufanya makubwa sana kwenye upande wa entertainment industry, hasa katika upande wa music kutokea nchini Nigeria. Hapa nalizungumzia kundi la P-Square. Sasa unaambiwa hivi, mwimbaji maarufu kutokea kitaa kile pale cha nchi Nigeria, Peter Okoye, huyu mshikaji anasomeka kama Mr. P, ni moja kati ya mshikaji ambaye alikuwa anaunda kundi la P-Square. Ameendelea kuweka wazi mgogoro wa muda mrefu unaomkutanisha kati yake yeye pamoja na ndugu zake. Hapa nazungumzia Judy Okoye, ambaye huyu ni moja kati ya mshikaji ambaye alikuwa anasimama kama meneja wao, lakini bila kumsahau pacha wake ambaye anakwenda kwa jina la Paul Okoye, huyu anakwenda kwa jina la Rudy Boy. Kupitia moja kati ya video ambayo ameweza kuiposti, hizi video ambazo anaziposti kwa kupitia kurasa zake za social media zimekuwa ni muendelezo wa kile kitu ambacho watu walikuwa na maswali ya muda mrefu. Ni nini ambacho kilisababisha mpaka kundi la P-Square kuweza kuvunjika? Mr. P anaendelea kwa kusema kuwa malalamiko yake ya awali hayakuwa dhidi ya Paul binafsi, bali yalilenga kampuni ya Northside Music ambayo alitaka ichunguzwe kutokana na madai ya kuwepo kwa kasoro za kifedha. Katika video hiyo, Mr. P alidai kuwa uchunguzi uliofanyika baadaye ulibaini kuwa kampuni hiyo inamilikiwa na Judy Okoye pamoja na mke wake. Hali hiyo ilisababisha Judy kuitwa kwa ajili ya mahojiano na uchunguzi. Mwimbaji huyo aliendelea kudai kuwa ingawa Paul hakuwa mlengo wa kwanza wa malalamiko yake, baadaye alihisi kusalitiwa na baadhi ya matendo yake na kauli za kaka yake huyo kuhusu uchunguzi unaoendelea. Aidha, Mr. P alimshutumu Judy kwa madai ya kuelekeza malipo ya miraba za mziki kupitia Northside na kusisitiza kuwa mamilioni ya dola yaliyotokana na shughuli za P-Square hayakusimamiwa ipasavyo. Alisema kuwa licha ya uhusiano wao wa kifamilia, anaamini alisalitiwa kifedha. Huku wakati huo huo, upande wa Judy Okoye ambaye alikuwa ni moja kati ya meneja wake amekanusha tuhuma hizo hadharani, akisisitiza kuwa malipo ya miraba pamoja na kumbukumbu za kampuni zimehesabiwa kwa usahihi. Hata hivyo, mgogoro huo bado haujapatiwa suluhu, huku taratibu za kisheria zikiwa zinaendelea. That's it, ladies and gentlemen, ndani ya Kasako Media. Endelea kusubscribe kwa ajili ya kuweza kuwa ni moja kati ya mtu ambaye unapata updates ambazo zina drop kwa kitaa hiki hapa kwa kupitia YouTube channel yetu Kasako Media. Tunaangazia maisha, tunaandika kesho.